Majira ya asubuhi eneo la Kamkuywa kaunti ya Bungoma. Wakazi wa hapa hasa waendeshaji wa bodaboda wanarusha mawe katika kituo cha polisi cha Kamkuywa na kusababisha makabiliano makali baina yao na maafisa wa usalama wa kituo hicho, wakidai kuwa jana usiku afisa mmoja wa usalama alimuua mmoja wao kwa jina Hamisi Kilwake kwa kumpiga baada ya kumkamata. Na huyo kijana akuingi chambazi, akuingi mwizi. Kazi yake ni kucheka tu, hata akitumia hiyo chakula yake huwa achokosi mtu yeyote. Nashangaa kusikia kwamba askari wanasema kwamba ati huyo kijana alikuwa chambazi. Sisi hapa Kamkuywa tunasumbua na majambazi kila wakati, lakini polisi wetu hakika hawachukui hatua yoyote. Leo mtu ambaye hana hatia ndiye anakuja kupigwa na kuuawa. Madai yao yalionekana kuwatia hasira za mkizi na wakavaa ujasiri na kutundika mawe kichwani, wasiogope hata mitutu ya bunduki wala mifyatuko ya risasi. Polisi na wakulaza damu, ukurasa wa nipe nikupe ukafunguliwa. Ikawabidi askari hao kutumia vitoza machozi alimradi wanusuru kituo chao. Mnatuletea hapa maaskari kutulinda ama kuua watu wetu. Sisi hatuna mtu wa kutusaidia. Raia hao walifunga barabara ya kutoka Kamkuywa kuelekea Kapsokony. Maafisa hao wakatwikwa jukumu la kuifungua. Walibeba maiti ya mwenzao aliyeuawa hadi katika kituo hicho, lakini polisi wakawashinda nguvu. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka alifika katika eneo hilo na kutuliza hali. I've already talked to the permanent secretary in charge of security to transfer all those officers who have been involved in this incident, but not only transfer, but also have those who are directly involved apprehended and taken to court so the law can take its course. Inadaiwa kuwa watu 17 wakiwemo polisi 15 wa utawala walijeruhiwa. Uchunguzi wa mauaji hayo umeanzishwa, haja yao ikiwa kuchukuliwa hatua kwa afisa anayeshutumiwa kutekeleza mauaji hayo. Victor Uwetende, Citizen Nipashe.